Sifa kubwa ya mataifa makubwa duniani ni kuweza kuwadhibiti raia wake na kuwaelekeza wanavyotaka wao kama taifa, na sio raia kutaka kuenenda wanavyotaka wao kinyume na taifa. Sijui umenielewa? Yaani taifa kubwa unalolijua wewe duniani, raia wanafuata serikali inavyotaka na sio tofauti. Sasa kinachoendelea hapa nchini kwetu kwa hawa waumini wa Gwajima ni kwamba hawa waumini wanataka kutuambia kwamba wao wana uwezo wa kwenda kinyume na serikali. Hicho ndicho wanachotaka kutuambia. Serikali imesema imelifunga kanisa. Maanake kanisa la Gwajima haliruhusiwi kutoa huduma ndani ya nchi ya Tanzania. Hiyo ni serikali imesema. Lakini raia bado wanakusanyana, wanafanya ibada. Sitaki kuamini hawa waumini ni kwa akili zao wanakusanyana. Dunia leo ni nyepesi sana. Kuna some sort of mawasiliano yanafanywa na viongozi wa hili kanisa, wanakusanyana wakidai kwamba wanafanya ibada. Kibiashara mimi naelewa. Kibiashara kwamba Gwajima hataki kupoteza wateja wake. Naelewa kwa sababu wateja wa Gwajima, Mwacha pale Kimara anawataka, Mwamposa anawataka, Mzee wa Upako anawataka. Yaani lazima ujue kabisa anachokipambania Gwajima ni kupoteza wateja. Ikitokea serikali ikija kufungulia kanisa lake, hicho ndicho ambacho Gwajima anachokipambania sasa hivi. Lakini wakati Gwajima anapambania hicho, anatumia njia ipi ya kuendelea kuwahifadhi hao wateja wake wasiende kwa hao wachungaji wengine au watu wa huduma wengine? Ni njia ipi anayotumia? Kama anatumia njia ambayo serikali imekataa, ni lazima hizi vurugu hazitaisha. Kwa hiyo Gwajima angetakiwa atafute method mbadala na sio kuiprovoke serikali kwa kumobilize watu eti katika jina la Yesu. Ndugu zangu, mimi ni Mkristo, nimelelewa kwenye Ukristo na sijaacha Ukristo. Sawa Kwa hiyo siku hapa kupinga Ukristo. Mimi Wakristo nawaheshimu sana. Ndio wamenifungulia dunia. Yaani na heshima yao ipo. Lakini sasa nilichokuja kujifunza baada ya kuanza kujifunza masomo ya juu ya siri za dunia ni kwamba Ukristo katika bara la Afrika haulisaidii bara la Afrika, unalinyonya bara la Afrika. Na mmoja ya watu ambao wanatumika ndio kama kina Gwajima. Makanisa yote ya Kikristo ndani ya Afrika hayalisaidii bara la Afrika kujikwamua kiuchumi, kwa sababu Ukristo uliletwa na mkoloni na bado Ukristo una connection na mkoloni. Huwezi kuelewa ninachokuambia kwa sababu umejivika imani. Mimi mwenyewe imani ninayo kwa sababu tayari sichinjagi yale mambuzi ya Kichagani, yaani zile mila zote za Kichaga sizifanyi. Ingekuwa mimi sio Mkristo kweli, ingekuwa bado nashiriki zile mila za Kichaga. Kwa hiyo mtu akisema kwamba mimi sio Mkristo, yaani mpaka unione kwenye hivyo vikundi vyenu au kwenye nini. I pray to Jesus every day. Kila siku namuomba Yesu. Lakini sijaona sehemu Yesu ananiambia niwe wakala wa wazungu kuandamini maendeleo ya Afrika. Mahubiri yote ya Kikristo makanisani yanakutengeneza wewe kujiona kama umelaaniwa wakati mzungu anachukua rasilimali zako. Mimi najua, yaani kuna elimu naipitia sasa hivi inanipa siri za ajabu. Kwa hiyo nawajua kabisa hawa wanaoleta vurugu, wanaopingana na serikali, wamejazwa software ya Yesu kwa kichwani mwao. Wamejazwa software ya Paulo na Asila walipendwa gerezani, wakasali milango ya gereza ikafunguka. Ndicho walichojazwa kwenye akili zao. Yaani naelewa sana. Sasa nataka niwaambie watu kwamba kwanza dunia inakoelekea, miaka 10 nyuma kanisa la Gwajima lisingefungwa. Miaka 10 nyuma bado Marekani alikuwa ni mtawala wa dunia. Kwa hiyo kama kanisa la Gwajima wataendelea kuichokoza serikali wakijua kwamba kuna wizara ya duniani inaitwa haki za binadamu ambayo kiongozi wake ni Marekani, kuna wizara ambayo iko huko duniani inaitwa kwamba ambayo kiongozi wake ni Marekani, ina mwavuli unaitwa haki ya kuabudu. Wachunguze dunia inakoelekea. Najua kabisa kiburi cha makanisa ni Marekani, kwamba Marekani itaingilia, Marekani itatunyima msaada, kwa hiyo tutafunguliwa. Mimi naelewa how script run. Kwa hiyo kama umedanganywa kwamba kanisa la Gwajima litaiprovoke serikali alafu UN wataingilia, jiulize UN sasa hivi Marekani anatoa bei gani kuiendesha hiyo UN? Yaani kuna wizara kibao za UN Marekani anazikimbia, hatoi tena hela. Marekani ana tena hela, ameshazidiwa. Kwa hiyo kwenye kichwa chako kama bado unawaza kwamba tukiendelea kuiprovoke serikali kuna watu watatoka nje watakuja kutusaidia, waza vizuri. Na nyie ambao mnatumwa na viongozi wenu
kwenda kuikorofisha serikali. Kama mmejazwa kwamba mkienda gerezani, mkienda Segerea au Konga, mtasali, milango ya gereza itafunguka kama Paulo na Sila. Kama ndio injili ambayo inakupeleka wewe kuiprovoke serikali, nikwambia serikali itakuvunja miguu, alafu Paulo na Sila, huyo Yesu hatashuka. Kumbuka hiyo Biblia inakwambia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Serikali isiyoweza kuadhibiti raia wake, hiyo ni serikali dhaifu. Wewe unafikiri Samia atakubaliana na hicho kitu? Awe na serikali ambayo inaendeshwa na Gwajima. Do you think Samia atakubaliana na hicho kitu? Angalia kinachotokea huko kwa Ruto. Wewe fikiri Samia ajifunzi kwa Ruto? Awaruhusu nyie? Samia kuna speech moja Samia alikuwa anatoa anakuambia bila World Bank tutaishi tu. Ile sentence ilikuwa ni sentence hatari sana kwa nyie ambao mnaichokoza serikali mkashtaki kwa kina World Bank. Kwa hiyo nyie ambao mna software ya Ukristo kichwani, mimi nawapenda niwaulize swali moja tu. Ni Yesu gani anakubali sisi Afrika tunaibiwa? Niliwahi kumuuliza Yesu hilo swali, akanambia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Nikamwambia Yesu, kumbe nimeshawapa chakula. Watu wanatoka Ulaya sijui Asia wanakuja kuchukua mali zenu, wanawapa Biblia. Are you crazy? Dini ililetwa kutupumbaza ili tutawaliki, na bado dini ina execute the same strategy, kuendelea kutupumbaza ili mali zetu zichukuliwe. Sio kwamba Gwajima sipendaji kufuatiliaga hizo narrative zake. Gwajima na narrative ambazo zikikuingia unaweza ukaichukia serikali. Tuna makaa ya mawe, tuna madini, tukifanya hivi na hivi. Niga, kuna script ya dunia. Imagine Hungary walikuwa wanataka kutengeneza kinu cha umeme, Joe Biden akawazuia. Trump ndo amekuja kuwafungulia juzi. Hii dunia kuna watu wanaitawala. Ukienda kinyume nao utapoteza kila kitu. Kwa hiyo kuna namna ya kuwakwepa hawa watu taratibu. Kuna level ukifika ukishakuwa na nguvu ndio unaweza ukaenda kinyume na hawa watu. Sisi hiyo level hatujafika. Iran amefika hiyo level, ndio maana Iran akasema I can do my own business and nobody can interfere me. Na Iran ameonyesha. Russia hivyo anasema I can do my stuff, no can interfere me. Na Russia anafanya. Sasa sisi hatujafika hiyo level. Sasa wakati Gwajima anatupa hizo narrative, we got this and this, tuna hichi na hichi na hichi, tukifanya hivi na hivi, sijui tukileta wa Japan. Nigga, there is a script which run the world. Na wanadini hawapendi kutuambia hii script kwa sababu tutaujua ukweli. Wanatupa zile script za kiuchochezi kwamba tumebarikiwa hichi na hichi. Kwa nini serikali yetu haitusaidii hivi na hivi? Unajua, kabla sijajua ni namna gani Nyerere alipitia magumu katika kuitengeneza hii Tanzania, nilikuwa namchukia Nyerere sana. Lakini kuja kujua kitu kinaitwa world order, nikajua Nyerere alipitia magumu mengi sana. Kwa sababu Nyerere alikwenda kinyume na world order ili kufix msingi wa taifa hili. Dini ni kichaka hatari sana. Mimi leo ningekuwa rais wa nchi, ningewaita Wakristo wote, viongozi wote wa Kikristo, Katoliki, Anglikana, Lutheran au makanisa kampuni, niwaambie tunatakiwa tuandike script ya Ukristo wa Tanzania. Futa Ukatoliki, futa uchafu wote. Tuandike script ambayo italihudumia taifa la Tanzania. Kwa sababu the current Christian churches, they are the puppet of the West. Sio kwamba tujui dunia ya sasa. Kuipata elimu yoyote unayoitaka ndugu yangu, huhitaji kwenda chuo kikuu hicho cha kwenda kuprogram akili yako. Most of the university graduate, they are programmed, ndio maana wanakufa na stress. So mtu ameshika ile karatasi na degree, hajui kuibadilisha ile degree yake impe ugali. Anataka katumwe na Baresa, katumwe na Mo ndio apate pesa ya kula. Those stupid degree has gone. If you are still kama bado unaitaka hiyo degree, wewe umeshapotea. Kuipata elimu yoyote katika sayari ya leo ya social media ni rahisi sana. Yaani jinsi unavyoona AI inavyorahisisha mambo, na maisha yote yanabadilika hivyo hivyo. Zamani mtu akitaka translation ya kitu lazima akamwajiri mtu. Sasa hivi kuna AI, msijui Google Translator, sijui manini. Yaani kuna jinsi dunia inavyokuwa nyepesi na elimu inakuwa nyepesi vibaya. Kwa hiyo hawa wa Kristo kutudanganya, I don't think wanaweza tena. Kwa hiyo hao chawa wa Gwajima ambao wanadanganywa wakaiprovoke serikali, wakipelekwa gerezani, Paulo na Sila, sijui Yesu atashuka kuwatoa. Muwe na akili. Nothing can happen like, hakuna kitu kama hicho kitatokea. Nyinyi hamna imani ya Paulo na Sila. Na kingine, kama mnaiprovoke serikali ili UN aje kuifungia nchi, wazeni mara mbili. Sasa hivi dunia ina world order wangapi? Hii sio ile dunia kwamba Amerika anaweza kukutia njaa kama zamani. Dunia ishabadilika. You can go China, Russia, Iran, India. You can go you can trade with everybody. Kwa sababu ukubwa ilikuwa ni market. You don't need to sell your product in America to survive. You can sell in Iraq, you can sell in Russia, you can sell in China, you can sell in India. That's a big market, imagine. Kwa sababu America, watu wajui sila America ilikuwa ni, sila America ilikuwa ni market. Na Trump anakuwa anasemaga, if you don't comply with us, you cannot sell your product in my market. Kumbe hiyo ndio ilikuwa silaha ya America miaka hiyo.
soko lao. Wewe unayetumwa kuiprovoke serikali na kiongozi wako wa dini, uwaza mara mbili, mwambie aende yeye. Kwa sababu viongozi wa dini sawa wanafanana na viongozi wa kisiasa. To provoke government afu wamejificha. Wamekujaza Jesus. Huyo Jesus ambaye anataka sisi tuibiwe rasilimali zetu ni nani? Waza vizuri hiyo imani yako. Mimi mwenyewe ni Mkristo, sijahama Ukristo. Sometimes kuna vitu naongeaga watu wanahisi kama vile mimi Muislamu. I'm a Christian, sijahama. Mimi nitadili na nyinyi mpaka niwarekebishe. Watanzania, embo elimikeni msio wasomi.